Zainab, Zainab. Doto. Wewe Doto. Uko sawa kweli wewe? Siko sawa. Yaani sijui hali ya mke wangu. Anafanya nini tena wewe mkeo? Yaani kama amechanganyikiwa hivi. Kama unasema amechanganyikiwa, hayo madeni. Wanakopa siku hizi hao wanawake. Uko kausha damu. Sijui nani vikoba, mara sijui michezo, sijui mara huyu mkeo atakuwa tayari kishaingia kwenye hayo makundi. Sio. Sio hivyo kabisa yani. Ipo kuna kitu lakini sio hivyo. Osai vipi? Mbona upo hai ndugu yangu? Sio hivyo. Tulikuwa msikitini mimi na Kasimu. Ghafla simu ikapigwa. Mke wake ameanguka, damu chapa chapa zinamtoka. Kwa hiyo hapa mnavyoniona nimetoka hospitali. Yaani tuache masiara. Zainabu anaumwa, yaani ana hali mbaya sana. Zainabu anaumwa? Kwa tunaweza kwenda hospitali sasa hivi? Sio kwa sasa. Labda baadaye kidogo. Umesema kwamba ameanguka alafu damu zinamtoka? Sio bure, kuna kitu. Sio bure. Une vipi huyu? Unafanya nini hapa? Wewe nani? Yaani swali hilo nikuulize wewe. Wewe nani? Mimi naitwa Zito, rafiki yake Kasimu. Na nimetoka zangu huko Misele nikasema nipite nyumbani kwa Kasimu. Bahati mbaya au nzuri nimedondosha 200 yangu hapa. Ndio maana nilikuwa napeleka peleka za mtu mweusi kusaka tonge. Yaani utuzima wote unasaka 200 tu hapo. Wewe unaongea na kinasikika kwenye jamii iko. 200 ndio mwanzo wa hela. Una 10,000 bila 200. Tu ukeni 10,000 yenyewe ukitoa 200 utasikia hiyo na 9,800. Una Kwanza wewe Kasimu unamuulizia wewe hata yupo hapa. Njoo baadaye. Wewe sasa ni nani yake? Mimi ni dada yake.
Ndio maana mnafanyana eti mnafanyana. Mnafanana sijui mapaja nyinyi. Jamani mapacha. Sio mbaya sasa. Nataka kujua wewe, huyo wifi yako Zainabu alianguka hapa au huko ndani? Wewe kumbe mtu mzima kishete. Wewe mambo yako yanakuhusu nini? Mwenyewe na shanga lakini sijazivaa. Sio mbaya basi, hamna shida. Baadaye sija ikanitoka jambo hapa. Watu wengine kaa vichawi. Karibu mume wangu. Na vipi hali ya Zainab inaendeleaje? Sijui. Sijaonana naye. Lakini madaktari wanaendelea kupambania hali ya mama na mtoto. Mungu atajalia atakuwa sawa. Na wamesema ni kitu gani ambacho kinamsumbua? Alilishwa madawa. Na tumemchelewesha kupeleka hospitali. Hivyo hali yake ni mbaya sana. Basi sijali mume wangu. Atakuwa tu sawa. Na nilikuwa tayari nishaandaa chakula. Kuja nikakuletea uje kula. Sijasikii kuwa. Naomba nikapumzike. Halo mama. Zito. Zito. Da, Zito. Sijakuzoea hivyo kabisa yani. Toka jana nikawa na upo sawa. Nini shida? Ndugu yangu, hata sielewi. Yaani kinachonichanganya akilini mwangu kuhusu ukweli. Ukweli gani? Hivi kwa mfano wewe umeona jambo, halafu lile jambo likaja likatokea kweli, ungechukua hatua gani? Kwa mimi ningefanya uchunguzi wa kina sana ili mradi nipate majibu yaliokuwa sahihi. Kwa mfano umefanya uchunguzi na hujapata chochote. Hapo ningemtafuta mhusika mwenyewe ili upate ukweli. Kweli? Ndio. Sawa. Zito. Kaka, wifi anataka mtoto. Na sisi tunaanzaje kumwambia? Kasimu, mwambie ukweli. Siwezi kumwambia na sijui nitaanzaje. Itabidi tumwambie ukweli. Tutamficha mpaka saa ngapi? Doto, wewe yule anakusikiliza na anakuelewa. Nenda ndani kamuelekeze. Mimi tena? Doto, nakuamini, uwezi ukaniangusha. Wewe nenda na Nuru kaongee naye, mimi nipo na Kasimu. Sawa. Nuru, unakaa tena? Nenda kanipe mwanangu.
Sawa. Nuru, Zainab, hebu naomba nisikize mimi kwanza. Nimejifungua mtoto gani kwanza? Wa kiume. Alhamdulillah. Hatimaye Mwenyezi Mungu amejibu maombi yangu. Nimepoteza baba kwa muda mrefu, lakini Mwenyezi Mungu leo ameniletea tena. Nuru, nenda kanipe mwanangu. Zainab, naomba nisikilize kwanza. Cha kwanza hongera. Na cha pili, madokta wamejaribu kila aina ya njia. Wamefanya kila liwezekanalo, lakini sio riziki. Hebu ongea haraka haraka, unanichanganya. Sio riziki kivipi? Mwanangu yuko salama? Samani kwamba kijana tumemkosa. Hapana. Hapana, sio kweli. Kasim! Hapana. Hapana, sio kweli. Hapana, sio kweli. Namtaka mwanangu, hapana. Hapana, sio kweli. Hapana, sio kweli. Hapana, namtaka mwanangu.